Ni jambo la ukarimu na ni wema ambao Mwenyezi Mungu ametutendea ili nasi tukiwepo hapa duniani tumjue, tumpende na tumtumikie kweli siku zote za maisha yetu. Lakini wema wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi ujionyeshe pia, ujionyeshe kati yetu sisi kwa sisi, kama ambavyo Mwenyezi Mungu haachi kupenda. Hata kama tukimkosea, anaendelea kutupenda na kutupatia fursa ya kuendelea kuwepo katika ulimwengu huu. Na sisi pia upendo wetu baina yetu sisi kwa sisi, na kwa namna ya pekee siku ya leo tunapo wenzetu wanapofunga ndoa, upendo wao kati yake yeye Jonas Wanjara na Amina Danieli, upendo huo usikome. Na ndio sababu daima tunazungumza, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema alichounganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Kwa hiyo ndoa ni agano kati ya wawili, mwanaume na mwanamke, na ni sakramenti, kwa maana kwamba ni ishara, kielelezo ambacho kiko wazi, sisi tunakiona, lakini kimsingi kinawakilisha upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi, upendo ambao hauishi, upendo ambao haukomi, kwa sababu kwamba sisi ni ishara sasa ya upendo huo, neema hizo kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi tunapofanya agano kama wenzetu wanavyofanya agano siku ya leo, upendo wao kati yao usikome. Ndio sababu tunasema alichounganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Kwa hiyo nyie ndugu zangu Jonas na Amina, kwa vile mmependa kwa hiari yenu bila hata kulazimishwa, na leo mnaweka agano, ahadi, ni kama kuweka nadhiri mbele yake Mwenyezi Mungu na mbele yetu sisi wanakanisa, basi maji ukiyavulia nguo huna budi kufanya nini? Kuyaoga. Kama umependa mpaka mwisho kafika mahali hapa, basi endelea iwe hivyo hivyo. Mwenzako akipata chongo ni wa kwako tu, akivunjika mguu ni wa kwako tu, akikosa pesa ni wa kwako tu, kwa sababu hukulazimishwa, ulipenda. Na Mwenyezi Mungu anabariki jambo hilo, atawabariki, atawajalia kama mtaishi kwa uaminifu, kwa uadilifu na uvumilivu. Yeye Mwenyezi Mungu hataacha kuwamiminia neema zake na baraka zake, ili muweze kuyaishi yale yajayo. Katika ibada yetu hii ya misa vile vile tunania waamini wa kigango cha Mtakatifu Karoli Lwanga wanamuomba Mungu azidi kuwaimarisha, waendelee kukua na kulitangaza neno lake Mwenyezi Mungu. Pia Matayo Selemani, familia yake inawaombea Mihayo Emmanuel Selemani, Mihayo Lukenza, Lukenza Guruba, Bakulisa Nsumbi, Teresa Manyirezu, Ana Selemani. Vile vile familia ya Petro Daudi inawaombea marehemu Kasudi Dirime, Daudi Kasudi na Ireneo Daudi. Basi Mwenyezi Mungu awapokee wenzetu hawa katika utukufu wake. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kuadhimisha mafumbo matakatifu.